Hatimaye ndo mwili umeingia Fizi, tarafani Fizi. Mwili umeingia Fizi, tarafani Fizi. Hatimaye ndo mwili umeingia Fizi, PPO Picture en direct. Niko kwenye Le volcan Nyiragongo est en éruption. Il est 19h55 minutes. Amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 20 siku ya 3 mwaka wa 2025, ambapo pia ni mwezi wa 3. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Majina naitwa ni Mteba. Karibu sana kwenye habari zetu hapa, ambapo tumekuandalia habari nyingi sana duniani kote, lakini bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Channel ya Mteba TV inazidi kujitahidi ili uwe unazidi kupata habari kila siku iwezekanavyo. Na kama ni mara ya kwanza kuungana na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa hapa kwenye channel ya Mteba TV, kwa sababu huwa tunakuandalia habari nyingi sana ambazo tunazo hapa kwenye channel ya Mteba TV. Lakini pia tuna habari nyingi sana ambazo tumekuandalia tukiwa kabisa tukukimbilia pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale kwenye uwanja wa vita, maeneo mbalimbali ambapo kuko machafuko. Mteba TV inazidi kusogezea habari hizi mbalimbali ambazo zinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile Nord Kivu na Sud Kivu, pale ambapo machafuko ni mengi sana. Lakini tutakwenda kuzungumzia tena habari zingine za huyu General Ebuela ambaye aliweza mwili wake kuweza kufika kwenye mji wa Fizi kutoka Baraka kwenda Fizi. Tutakwenda kuwekea mazishi yake, baadaye atapanda mazishi, atakuwa mwanzo mwisho. Usisahau kuangalia mazishi hayo, kwa sababu kulitoka vituko vingi sana. Masasi imeweza kulia, watu wameweza kugombana hata kwenye kilio huko kwa kuzikana. Maelewano yalikuwa hamna, lakini pia walienda kumzika salama. Baadaye channel hii ya Mteba TV itakupandishia mazishi hayo mwanzo mwisho, uweze kuona wanajeshi hao wa Kutumba walivyosimamia mazishi hayo mwanzo mwisho. Baadaye tutaipanisha, utaiona baadaye mwanzo mwisho kabisa. Utasikia kile ambacho kitakuja kuendelea hapa kwenye Mteba TV. Lakini pamoja na hivyo, mwili uliweza kusafirishwa kwa njia za gari pia na mapikipiki kuelekea mji wa Fizi. Alienda kuzikwa pale Fizi tangu jana, lakini pia tunakuandalia hiyo video itapanda. Lakini habari zingine ambazo tutakwenda kuzungumza katika siku ya leo ni kwamba pale Goma Nyiragongo iliweza kuripuka, volkano imeanza tena. Ni muda wa kutosha ilikuwa imekaa kimya, lakini pia imeanza kabisa, hali ambayo inaanza tena wasiwasi kwa wakazi wa mji wa Goma. Volkano hii huwa inasumbua sana wakazi wa mji wa Goma, inawasumbua sana. Zingine nyumba huwa zinafunikwa na matope ya volkano. Lakini pia hizo ndio habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Lakini pia tutakwenda kuangalia habari ambazo pale kwenye mji wa Bukavu. Kipi kinachoendelea? Watu wengi wanalalamika sana, waliwaambia wakae ndani, lakini wamekaa hawajaona kitu. Tutakwenda kuzungumzia tena hiyo habari. Lakini habari zingine ambazo tuko nazo nyingi sana hapa ni ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwenda kukutana na Kagame. Jamani, ameenda kukutana na Kagame pale Qatar, na wakati huku alizungumza kwamba yeye hataikana Kagame kabisa. Takriban mwaka mzima ambao umepita tujashuhudia kabisa akikutana na Kagame, lakini tumewashuhudia wako Qatar wakipiga mastori na mkurugenzi wa pale Qatar ambaye aliweza kuwapokea maeneo yale. Lengo ni nini na mkutano huu mkubwa ambao uliweza kufanywa kati ya hao watu watatu, mkurugenzi wa Qatar pamoja na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bwana Kagame? Lakini watu wengi sana wameweza kutoa malalamiko yao na kuweza kuzungumza na kusema hawakupendezwa na jambo hili. Hasa kwa wakongomani wengi hawakupendezwa na jambo hili. Tumeweza kupigiwa simu na watu mbalimbali kutuambia kwa nini Felix Antoine Tshisekedi alitangaza hata onana na Kagame, tena amekwenda kuonana na Kagame. Channel ya Mteba TV iko hapa kusaidiana. Mteba TV iko hapa kusaidiana. Yaani tunasaidiana kwa matangazo. Kumbuka tunafanya kazi kubwa sana. Bado kuna watu wanaandika comment zao chafu, bado kuna watu wanaandika vitu ambavyo havieleweki kwenye comment, lakini sisi hatujali na comment kabisa.
kwa sababu angalieni tunafanya kazi hapa, tunatumikisha nguvu, tunatumikisha vifaa ambavyo tumenunua, gharama ni nyingi, lakini pia ukiwa na michango yako yoyote unaweza ukasupport channel ya Mteba TV kabisa. Kwa wale ambao kwa Marekani, cash app tutaweka hapo. Kama una mchango wako wa maendeleo ya channel ya Mteba TV tutakuwekea cash app hapo, lakini kama nafasi yoyote ile tutakuwekea chochote kile hapo ili uweze kusupport channel ya Mteba TV ili izidi kukomaa. Unajua sisi tuko hapa tunafanya kazi kwa upande mwingine vyombo mbalimbali tunakodi, vitu mbalimbali vipo hapa, vinahitaji matumizi yawe mengi sana. Pia inahitajika kama umewiwa na habari hizi na matukio haya kwenye channel ya Mteba TV, unaweza ukachangia tu kwa maendeleo ya channel yako Mpendwa TV. Lakini tunapoendelea na taarifa zetu, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kukutana na Kagame, lakini wengi wanasema kwamba wamekubaliana ya kwamba vita isimame. Vita hata ikisimama, tunarudilia, hata vita ikisimama, dialogue ambayo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kuzungumza ya kwamba hata ikaa na mtu yoyote, wala M23 wala Kagame. Sasa leo wameenda kuikaa, kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana, na kukubaliana wengi kwamba vita isimamishwe. Vita ikishasimamishwa maana yake wamekubaliana ile mikataba zile mikataba ambazo walikula, maana yake watakubaliana tena Kagame azidi kuchukua madini. Kwa nini watu wengi hawajapenda hivi? Kwa sababu ukiangalia Marekani imeweza kuwekea Rwanda au Kagame pale masanction mingi sana ambazo ameweza kufungiwa msaada. Kwa nini watu wengi wanaulizia kwa nini Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameweza kushawishika kwenda kuonana Kagame wakati tayari Kagame amefungiwa vitu vingi sana, ikiwemo misaada ya silaha, ikiwemo kuwasapoti hata wanajeshi wake. Nchi zote za Ulaya zimeweza kujitoa. Kwa nini Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameenda kujiunga? Mteba TV nazidi kukupa habari nyingi. Channel ya Mteba TV, andika tu Mteba TV utatupata. Japokuwa kuna watu wana edit sauti mambo yetu wanapandisha kwenye TV yao, lakini andika tu Mteba TV utatupata kwenye habari zote. Watu wengi hawajafurahishwa kabisa na jambo hili. Wakati Kagame wamemwekea masanction au wamemfungia misaada kutoka nchi zote za Ulaya, kwa Marekani pia na Marekani iliweza kuongeza nchi zote za Ulaya zimeweza kukataa kabisa kumsaidia Kagame. Haiko wakati mzuri wa Tshisekedi kuongea na Kagame. Watu wengi sana wameweza kuzungumza hivyo. Sio wakati kabisa mzuri wa Tshisekedi kuzungumza na Kagame, kwa sababu hivyo sasa inakuja kuonekana kwamba zile nchi zote za Ulaya zenyewe zimemwekea sanction, zimebakia nyuma au tayari wanakuwa ni marafiki. Mteba TV inakusogezea habari ambazo yani tunazichakanua, tunapiga mastori, tunapiga interview, tunafanya mambo mengi sana. Lakini kama jambo hili watu wengi kabisa wa channel ya Mteba TV hawakufurahishwa na Tshisekedi kwenda kukutana na Kagame, kwa sababu inaonekana na furaha gani ya kwenda kukutana na bwana Kagame wakati mikoa yako mbili imeondoka. Mikoa yako mbili imeondoka, Goma na Bukavu, huku wazalendo wakijitahidi kupambania, na huku tutakuja kuzungumzia habari za wazalendo zinaendeleaje. Unakwenda kukutana na Kagame, watu wengi hawakupenda, na kama umeenda kule basi tutakuja kuambia kile ambacho kitakuja kuendelea. Kama Mteba TV kazi yetu ni kusogezea tu habari, ni habari kabisa, tunakusogezea habari hizo ambazo zimetukuta tangia jana. Lakini kwenye mji wa Bukavu tena tumeweza kuangalia hali halisi ambapo ipo kwenye mji wa Bukavu tangu kishindo cha wazalendo kuonekana kwamba wanakuja na mapikipiki, wanafanya vitu vingi, wanasafiri kuja Bukavu, na depuis waliingia Nyangezi, bakaingia Nyatende, bakaingia maeneo yale yote, hatukuweza kuona tena movement nyingine, kwa sababu unajua kwenye uwanja wa vita kuna mambo mengi sana. Na leo unaweza kusikia habari hapa dakika 2-3 kasikia habari tofauti na ile ambayo ulikuwa unasikia. Channel ya Mteba TV haiko ya kupaniki watu, bali yenyewe ni ya kuweka mambo sawa, kutuliza tension za watu, kupunguza pressure, yani hii ni dawa. Ukisikiliza channel ya Mteba TV ni dawa ya kila mtu. Wala ambao kwenye vita kisikiliza channel hii ni dawa kabisa. Pressure lazima ishuke, mapigo ya moyo lazima yatulie, kwa sababu inakupa kitu ambacho tunajipakulia jikoni.
tuliweza kuona nguvu kubwa sana ya wazalendo wakikamata miji yote, Walungu, ikiwemo Kamanyola, ikiingia pale Nyangezi, ikaingia pale Nyatende, ikiingia maeneo mbalimbali. Nyatende penye ni Bukavu, maeneo yale yote. Sasa baada ya kuona tena wakiwa wanatoka kule wakiingia kwenye mji wa Bukavu, wakisafiri kwa mabodaboda, wakisafiri kwa magari wakielekea mji wa Bukavu, hatujaona jambo lingine linaloendelea. Lazima tuzungumzie haya mambo haya. Sisi tunapaswa tuweke watu sawa. Walivyoingia kwenye mji wa Bukavu pale mwanzoni kabisa pale Nyantende, kwa sababu Nyantende ukiangalia ile yote ni Bukavu, lakini hatujaona movement yoyote nyingine ya kuendelea na mapambano, lakini bado wako mle. Sasa ni jambo ambalo watu wengi wanajaribu kujiuliza, kwa nini wasifanye nguvu kubwa waweze kukamata Bukavu? Kwa nini wasifanye nguvu kubwa kama ile ambayo wakoshakuwa nayo? Ni kitu cha maana sana, lakini wako Bukavu. Najua vita ni mipango, na vita ni mipango mikubwa sana ambayo inayoendelea. Kila mtu anapenda kusikia Bukavu imedhibitiwa na wazalendo. Bukavu imedhibitiwa na wazalendo. Kila mtu najua anapenda vile, na wazalendo wako mbioni kufanya hivyo, wako kazini kufanya hivyo, na kuhakikisha ya kwamba Bukavu yote imegombolewa. Bukavu yote haijagombolewa na wazalendo, bali kuna baadhi ambapo wazalendo wanadhibiti kabisa, na kuna baadhi wa hawa M23 ambao ni wanajeshi kutoka Rwanda wanadhibiti. Kwa hiyo wote kama vile wanagabulana masemu. Ndivyo mambo yanavyoendelea. Kwa hiyo hawajadhibiti Bukavu moja kwa moja. Wazalendo bado unajua Bukavu ni kubwa sana. Kwa hiyo hawajadhibiti mji wote wa Bukavu. Lakini tukitoka hapo tukikimbilia moja kwa moja kwenye mji wa Baraka, jana pia masasi iliweza kupigwa sana usiku wa kuamkia leo, kuanzia kama vile 21 au saa 3 ya usiku kuendelea. Masasi hiyo iliweza kupigwa sana, huku watu wakiwa wanajiulizia ni nini tena kinachoendelea hapa kwenye mji wa Baraka. Lakini mkumbuke kwamba kulikuwa kilio pale, na kilio kipo kama vile Mteba TV tukupandishia hicho kilio hapa, mazishi yote kama vurugu ilivyotokezea kule, masasi ikapigwa, mambo yalikuwa ni mengi sana, vurugeni ilikuwa mingi, lakini utaratibu pia ulifatwa. Kwa hiyo usikose kabisa tukikuwekea haya mazishi ya Ebuela, General Ebuela, usikose kuiangalia mwanzo mwisho, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo utashangaa mle ndani. Vyombo vyetu vya Mteba TV viliweza kufika Baraka na kwenda Fizi kushika mazishi hayo kwa umakini sana. Kwa hiyo watu wakawa wanajiuliza masasi hii inapigwa kwa nini hapa kwenye mji wa Baraka? Ni kwamba sisi kama Mteba TV tumefuatilia, tumeona watu wanapiga tu masasi ni wazalendo. Kuna wengine wako mle unakuta wameshalewa, kitu ambacho hakifurahishi. Kama uko kwenye uwanja wa vita, sio vizuri sana kunywa pombe au kutembea na silaha, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo walianza kupiga masasi hivyo, na kwa kumwaga pia General Ebuela maeneo yale ya yeye kuelekea kwenye siku zake za mwisho. Kama Mteba TV tunakimbia moja kwa moja tena kwenye mji wa Uvira, kile ambacho kinaendelea pale, kwamba usalama upo kabisa kutosha, na huku raia kila mtu akifanya mambo yake yote, na maendeleo tu yanaendelea kwenye mji wa Uvira. Tukimbia tena moja kwa moja kwenye mji wa Bukavu na kwenye mji wa Goma. Mteba TV imeweza kuangalia mambo mbalimbali yanayoendelea pale, huku vijana wengi sana wakizidi kukimbia, wakizidi kuuawa maeneo yale na M23, kwa sababu wao wanaangalia vijana tu. Wanakuangalia kijana, wanaona tu wewe ni mzalendo, wanakuchinja, wanaua vijana wengi sana kwenye mji wa Bukavu. Maeneo yale yote na kwenye mji wa Goma, hata na Bukavu pote wanaua vijana. Kwa hali sio nzuri sana kwa vijana, wanashindwa cha kufanya, masomo wanashindwa kwenda kwa sababu hakuna hali nzuri ya kwenda kwenye masomo kama vile sekondari au secondaire, pamoja na hizo masomo mengine ya primary. Kwa hiyo ni vigumu sana watoto kusoma kwa sababu wanakuwa na wasiwasi kubwa sana. Ile volkano ambayo imeweza kuripuka kwenye mji mkubwa kabisa wa Goma, ambayo ina wasiwasi kubwa sana, ambayo watu walishakuwa nayo. Kumbuka ni maeneo za vita, alafu tena volkano inakuja na inasumbuaga wengi sana. Watu wanamaga makazi yao, nyumba nyingi zinaharibikaga kupitia volkano.
mambo ya huwa yanaharibika sana. Lakini tunakimbia moja kwa moja tumalizia habari zetu kabisa kuu katika jioni ya leo, ya kwamba President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekutana na Kagame. Tumepata comment nyingi, simu nyingi, mbona hujatutangazia hii habari? Habari hizo tunazo hapa na ndizo ambazo tumekupa. Ni kwamba watu wengi sana hawafurahi, lakini kama Mteba TV lazima tukutangazie kile ambacho kinaendelea. Ni kwamba wamekubaliana maeneo yale ya kwamba waweze kusitisha vita pale Bukavu, vita Goma isitishwe na wanajeshi wa Rwanda waondoke, lakini amani iweze kurudi maeneo yale. Lakini tukishuhudia haiko mara ya kwanza kuongea hivi. Haiko mara ya kwanza kuzungumza haya. Walishaongea sana wanajeshi wa Rwanda waondoke, hata Marekani shawahi kuzungumza, mpaka imejaribu kumwekea sanction au kumfungia kabisa bwana Kagame misaada yote kutoka Marekani, misaada yote kutoka Canada, misaada yote ya kutoka nchi zote kama vile Ufaransa, Uingereza. Channel ya Mteba TV inazidi kukupa habari moto kwenye kipindi chetu cha matangazo. Kwa hiyo watu wengi sana wameweza kuona haya makubaliano ni kama wanadanganyana tu, kwa sababu ye Felix alikatana kuongea na bwana Kagame ni mwaka mzima sasa. Lakini pia hata Kagame aliambiwa hata na Marekani atoe wanajeshi wake, hakutoa. Je, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndiye atakayemwambia Kagame kwamba wamekubaliana watoe wanajeshi tu hivi au kuna makubaliano wanaenda kusaini? Wameenda kusinyia tena makoro zingine au wamefanya kitu gani? Kwa sababu ukiangalia ni kitu ambacho hakijafurahisha wengi. Watu wengi wanasema kwamba wamesema wafungule wanajeshi watoke Bukavu yaachiliwe, manake kuna makontra mengine ambayo wanaenda kusinyia kule na kuendelea. Tutazidi kufuatilia habari hii kwa makini, na pia tutakuja kuambia kile ambacho kitakuwa kimeendelea pale Qatar, huku Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na mwenzake Kagame wa Rwanda wakikutana pale Qatar, kitu ambacho wengi duniani wakishangaa wakisema mbona Tshisekedi amekuwa kigeugeu kwa sababu gani? Naam, wengi wakijiuliza kwa nini Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekuwa kigeugeu. Ni kwamba sisi kama Mteba TV hatuwezi kujua kama ni kigeugeu wala tusimjaji vibaya president, bali tuangalie kile ambacho ameenda kufanya, amefanya nini na anatarajia nini. Channel ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Habari zingine zitakazokuwa zinakuja utakuwa unazipata hapa. Tukukumbusha tena ya kwamba kama unataka kusupporti Mteba TV, endelea kusupporti Mteba TV. Chao.